Karibu mwalimu wa Kiswahili. Leo tutaangalia jinsi ya kujibu swali la vitabu kwa kidato cha 5 na cha 6. Swali hili litahusu vitabu vya ushairi. Swali linasema, ushairi ni sukari tamu ya kumezea dawa chungu, thibitisha kwa kutoa hoja 3 kila kitabu miongoni mwa diwani 2 ulizosoma. Majibu yanaanzia hapa. Utaona hapa kuna utangulizi. Unasema ni kweli, ushairi ni sukari ya kumezea dawa chungu. Ukweli usemwao kupitia dhamira ni sawa na dawa chungu, lakini kupitia ushairi, ukweli huu huifikia jamii kwa urahisi. Ukweli wa kauli hii unadhihirika kupitia diwani ya chungu tamu pamoja na diwani ya kimbunga kama ifuatavyo. Utaona hapa kuna utangulizi, umeanzia hapa. Sema kwa kuanza na diwani ya chungu tamu, mtunzi anabainisha mambo yafuatayo kupitia dhamira zake kama ifuatavyo. Dhamira ya kwanza inaanzia hapa kuhusu uongozi mbaya. Imeelezwa jinsi inavyotokea katika jamii na ushahidi katika kitabu. Chanzo ni wenye kauli, moja ya mashairi yanayozungumzia dhana ya uongozi mbaya. Lakini vile vile hapa kuna shairi chini ya mti mkavu, hali kadhalika nazungumzia uongozi mbaya. Tukiachana na dhamira hiyo ya uongozi mbaya, kuna dhamira nyingine ya hali ngumu ya maisha inaonekana hapa, na unaona mashairi yaliyotumika kuthibitisha dhana hiyo ya uongozi mbaya. Vile vile kuna dhamira ya ukosefu wa demokrasia. Ukosefu wa demokrasia ni moja ya mambo yanayojadiliwa katika kazi za fasihi, na inaonyesha jinsi watunzi wa kazi za fasihi wanavyoangalia swala la demokrasia katika jamii. Tutaona shairi ka demokrasi katoweka limetumiwa kuthibitisha dhana hiyo ya ukosefu wa demokrasia. Hali kadhalika tukiingia upande wa pili, nasema kwa upande wa diwani ya kimbunga, mtunzi naye anabainisha masuala mbalimbali yafuatayo. Na hapa tumeanza na dhamira ya usaliti ambayo inajitokeza katika shairi la Kibwangai na imeelezwa vizuri katika jamii. Vile vile kuna dhamira ya uzembe, jinsi baadhi ya watu hasa viongozi katika jamii wanavyoshindwa kutekeleza yale walioyaahidi katika jamii wanazoziongoza. Shairi la hili mnatutakia linathibitisha hayo, na unaona ni jinsi gani viongozi wanaweza kuwa ni sababu ya maumivu na madhila mbalimbali ndani ya jamii wanazoziongoza. Ukisoma kwa kina utaona maelezo jinsi yalivyotolewa. Kuna dhamira ya mmomonyoko wa maadili. Hii nayo inaonyeshwa katika jamii jinsi ambavyo watu wakikosa maadili, jamii inaweza kupoteza mwelekeo. Shairi kama usiwe mwonja asali linaasa vijana hasa wasijiingize kwenye masuala ya mahusiano kabla ya wakati wake, kwa sababu hii inaleta madhara katika jamii. Kama ambavyo tunaona vijana wengi sasa hawawezi kutulia hata katika ndoa, kwa sababu wamesha kuwa na tabia ya kuwa na mahusiano na wasichana wengi au wavulana wengi kabla ya kuingia kwenye ndoa. Sehemu ya mwisho tutaona ni hitimisho. Hapa nimejaribu kupendekeza hitimisho ambalo sio kanuni. Wanafunzi unapaswa kutoa hitimisho linaloendana na swali ulilojibu. Kwa mfano hapa nasema kwa ujumla, ushairi kama fasihi inatimiza ipasavyo wajibu wake kwa jamii. Hivyo ni wajibu wa kila mwanajamii kutilia maanani yasemwayo. Sehemu hii ya hitimisho ni kwa ajili ya mwandishi kutoa maoni yako au mawazo yako na hasa msimamo wako juu ya kile ulichokieleza haswa. Kufikia hapo basi ni kushukuru, na niseme wazi kwamba hapa nimejaribu tu kuonesha jinsi ambavyo unaweza kujibu swali ukiwa umetokea kutoa swali la kujibu kwa kutumia vitabu. Kama utakuwa na maoni au ushauri kwa namna yoyote ile, basi usisite kutuandikia katika sehemu ya kutoa maoni katika channel yetu, na hapo tutakufikia na tutakupatia majibu au kujadiliana kwa kina ili kutoa ufahamu na uelewa wa kina zaidi juu ya mada tunazoziwasilisha katika channel yetu. Karibu katika channel hii kwa masomo mengi zaidi.